Na wanamgambo wa Kikurdi wa PKK watangaza usitishwaji mapigano nchini Uturuki baada ya miaka 40 ya uasi. Habari kamili. Brussels. Viongozi wa Ulaya, Amerika Kaskazini na Australia wameonyesha uungwaji wao mkono kwa Ukraine baada ya kile kilichotafsiriwa kuwa mkutano wa kudhalilishana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mgeni wake Rais Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House, malumbano ambayo yameushangaza ulimwengu. Mkuu wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amempongeza Zelensky kwa kusimama imara kutetea heshima ya nchi yake. Nchini Ujerumani, mwanasiasa anayetazamiwa kuwa kansela ajaye Friedrich Merz na kansela wa sasa Olaf Scholz wamesema wanaiunga mkono Ukraine. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, ambaye mwanzoni mwa wiki hii alikuwa pia Washington kukutana na Trump, amesema ni Ukraine ndiyo iliyovamiwa na si kinyume chake. Mataifa mengine kama Australia, Uholanzi, Canada, Uhispania yamesema yataendelea kusimama na Ukraine. Mazungumzo ya jana kati ya Trump na Zelensky yaliyotakiwa kujadili masuala ya usitishwaji mapigano na utiaji saini makubaliano ya madini yalivunjika baada ya Zelensky kusisitiza kuwapo kwa hakikisho la usalama kabla ya makubaliano yoyote na Urusi. Trump alionya kwamba Ukraine haiwezi kukabiliana na Urusi bila ya msaada wa Marekani, akidai kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi yuko tayari kwa mkataba wa amani. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema bado kuna uwezekano wa kurekebisha uhusiano wake na Marekani baada ya majibizano makali na Rais Donald Trump katika ikulu ya White House hapo jana. Zelensky ameyasema hayo alipohojiwa na kituo cha Fox News na kuongeza kuwa Ukraine inahitaji mno msaada wa Marekani ili kupambana na jeshi la Urusi alilolitaja kuwa na uwezo mkubwa wa wanajeshi na silaha bora zaidi. Aidha, rais huyo wa Ukraine alisema wazi kuwa nchi yake haiwezi kuishinda Urusi bila ya msaada wa Marekani, huku akionekana kujutia kilichotokea hapo jana. I think it was not good because nadhani halikuwa jambo zuri kwa sababu tulikuwa na tofauti nyingi kwenye mazungumzo haya. Kwa kawaida huwa sijielezi sana kwenye vyombo vya habari, lakini kuna mambo muhimu sana. Ninataka tu kuwa mkweli na kuhakikisha ushirika wetu unaelewa kwa usahihi hali halisi. Itakuwa vigumu kwetu bila msaada wao, lakini hatuwezi kupoteza maadili yetu, watu wetu, na hatuwezi kupoteza uhuru wetu. Our people, we can't lose our freedom. Hata hivyo, Zelensky amekataa kuomba msamaha, akisema hadhani kuwa alifanya kosa lolote. Rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev alitumia kauli nzito dhidi ya Zelensky, akimuita nguruwe mkaidi ambaye ameadabishwa kwenye ikulu ya White House. Chama cha Republican cha Trump kimeiunga mkono Urusi kwa kumlaumu Zelensky. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitolea wito Israel na Hamas kuheshimu makubaliano yao ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, akielezea wasiwasi wake kwa siku zijazo. Wito wa Guterres umetolewa wakati awamu ya kwanza iliyoanza kutekelezwa Januari 19 ikitarajiwa kumalizika leo Jumamosi, lakini masharti yake yanatarajiwa kudumishwa wakati huu mazungumzo ya kuelekea awamu ya pili yakiendelea. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Ujerumani DPA, kundi la Hamas limekataa pendekezo la Israel la kurefusha kwa siku 42 awamu hii ya kwanza ya usitishwaji mapigano, ikitaka kuelekea moja kwa moja kwenye awamu ya pili inayokusudia kusitisha kabisa vita hivyo, huku Hamas ikiwaachilia mateka waliosalia na wanajeshi wa Israel wakikamilisha zoezi la kuwaondoa wanajeshi wao katika ukanda wa Gaza. Istanbul. Wanamgambo wa Kikurdi ambao wameendesha uasi wa miaka 40 nchini Uturuki wametangaza hivi leo kusitisha mapigano siku mbili baada ya kiongozi wao aliyoko jela tangu mwaka 1999 Abdullah Öcalan kutoa wito kwa wapiganaji wa kundi hilo kuweka chini silaha. Taarifa ya chama cha Kikurdi PKK imesema usitishwaji mapigano utaanza kutekelezwa leo Jumamosi kama njia ya kuitikia wito wa kiongozi wao kwa ajili ya amani na uwepo wa jamii ya kidemokrasia, na kusisitiza kuwa wapiganaji wao hawatochukua hatua zozote za kivita isipokuwa wakishambuliwa.
Mzozo kati ya Uturuki na chama cha PKK kilichopigwa marufuku nchini humo ulianza mwaka 1984 na umesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku uwepo wa kundi hilo nchini Iraq kikiwa chanzo cha migogoro ya mara kwa mara kati ya serikali mjini Baghdad na nchi ya Uturuki. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu ikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Riyadh. Waislamu nchini Saudi Arabia na kwenye mataifa mengi ya Mashariki ya Kati na Ghuba na baadhi ya nchi za Afrika na Asia wameanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani leo Jumamosi kufuatia taarifa ya mwandamo wa mwezi jioni ya jana. Algeria, Libya, Misri, Jordan, Palestina, Sudan, Lebanon na Tunisia nazo pia zimetangaza kuanza mfungo hivi leo. Hata hivyo, ofisi ya kiongozi wa juu wa Iran Ayatullah Ali Khamenei na ya ulama mkuu wa Iraq Ayatullah Ali al-Sistani wametangaza kuanza mfungo kesho Jumapili. Wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mamilioni ya waumini kote duniani hujizuia kula, kunywa na mambo mengine wakati wa mchana ili kutekeleza ipasavyo nguzo ya 3 kati ya 5 za dini ya Kiislamu. Inakadiriwa kuwa idadi ya Waislamu imefikia bilioni 1.9 kote duniani. Hatimaye Rome. Uongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Vatican umetangaza leo hii bila kutoa maelezo zaidi kwamba Papa Francis amekuwa na usiku tulivu baada ya hali yake kuripotiwa kuwa mbaya jana alasiri kutokana na shinikizo la kupumua. Vatican imeendelea kuwa hali ya Papa Francis ambaye amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Rome kwa zaidi ya wiki 2 kwa sasa inafuatiliwa kwa uangalifu mkubwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW maoni. Baada ya uchaguzi mkuu wa bunge uliofanyika tarehe 23 mwezi Februari, muungano wa vyama ndugu vya kihafidhina wa CDU na CSU uko mbioni kutafuta washirika wa kuunda serikali mpya hapa Ujerumani, huku azma ya kiongozi wa muungano huo anayetarajiwa kuwa kansela Friedrich Merz akiwa na azma ya kuunda serikali mpya kabla ya Pasaka. Chama cha SPD kilichoshika nafasi ya 3 kwenye uchaguzi huo kwa kuchaguliwa na asilimia takriban 16 kikikubali kuanza majadiliano ya kujadili uwezekano wa kuunda serikali na muungano huo kiafidhina, japo pia kimetahadharisha kwamba hakiwezi kutoa uwezekano wa moja kwa moja wa kuingia serikali mpya. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kilichonyakua nafasi ya 2 kwa takriban asilimia 20 kinashinikiza kushirikishwa kwenye serikali mpya, japo hakuna chama kinachotaka kuunda nacho serikali. Juhudi hizi za kutafuta serikali mpya Ujerumani zinafanyika katika wakati ambapo Ulaya imekuwa katika wakati mgumu kwenye jukwaa la kidiplomasia kuelekea vita vya Ukraine kufuatia msimamo uliochukuliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Je, kansela mpya wa Ujerumani atakabiliwa na changamoto gani? Ujerumani itajikwamua kutokana na hali ngumu ya kiuchumi chini ya kansela ajaye, na kipi kitakachokuwa kipaumbele cha kushughulikia? Kwa hayo na mengine mengi ya kujadili kwenye meza ya duara, leo hii nimemwalika kutoka mjini Berlin Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya na masuala ya diplomasia, na kutoka mjini Cologne yuko mchambuzi wa siasa za kimataifa na aliyekuwa naibu mkuu wa idhaa hii Mohamed Abdurrahman, na tunaye vile vile Abdullah Salum Mzee, hivi sasa akiwa huko Zanzibar, ni mwandishi wa habari mstaafu na mchambuzi wa siasa za Ujerumani ambaye makazi yake ya kudumu ni mjini Berlin. Studio za Bonn niko mimi Saumu Mwasimba, karibuni nyote. Asante sana. Na nianze hapo Berlin kwako Dr. Mwilima. Chama cha SPD kilichoko madarakani sasa kinashiriki mazungumzo ya uwezekano wa kuunda serikali na vyama vya kihafidhina kama nilivyotaja mwanzo kwenye utangulizi wangu, CDU na CSU chini ya Friedrich Merz. Kuna matumaini kiasi gani ya kuundwa serikali kabla ya Pasaka kama anavyotaka mwenyewe Merz? Matumaini yapo na tayari tulisikia kwamba Friedrich Merz tayari alishampigia kiongozi wa chama cha SPD kuongea naye. Kwa hiyo
matumaini yapo na presha ni kubwa sana kwa sababu matokeo haya pia yameleta kama yameshusha pumzi kidogo, kwa sababu tunaona kwamba sasa hivi kuna uwezekano wa kuwa na muungano mkubwa kati ya hivi vyama viwili vikubwa, huu muungano wa Kiafidhina na SPD. Kama tunavyojua serikali iliyopita ilianguka kwa sababu ilikuwa ni serikali iliyoleta vyama vitatu na tuliona kwamba vyama vitatu katika serikali inabidi kuleta maslahi ya vyama tofauti pamoja, lakini matokeo ya uchaguzi yalivyotoka kuona kwamba kuna baadhi ya vyama kama hiki cha FDP na USV vilivyoshindwa kupata ile 5% ya kuingia bungeni, na kwamba kuna uwezekano wa kuwepo na muungano hivi vyama viwili vikubwa. Kwa hiyo presha pia ni kubwa kutoka nje na pia kutoka ndani. Kwa hiyo na huo ndio muungano pekee utakaowezekana. Kwa hiyo sawa, tuachie hapo Mwilima, ni mgeukie kidogo Mohamed hapa ili tupate ufafanuzi na mtazamo wake kwa ujumla kutokana na haya matokeo ambayo kama tunavyofahamu kwamba ni ushindi mkubwa ulioonekana upande wa vyama vya mrengo wa kulia zaidi. Maana yake ni kwamba Wajerumani wamepigia kura mabadiliko. Labda hapa nije kwa Mohamed, mabadiliko gani hasa wanayatarajia Wajerumani kwa kuongozwa na CDU na CSU? Kwanza inabidi nafikiri kuweka wazi kwamba hicho kinachotajwa kuwa ni ushindi wa vyama vya mrengo wa kulia kuna tofauti. Chama cha mrengo wa kulia kinachoongoza katika hali hii baada ya uchaguzi ni hivyo vilivyovitaja vya CDU na CSU ambavyo ni vyama shirika, na chama cha CSU kama tunavyojua kina nguvu tu katika mkoa wa Bavaria, lakini chama kingine cha mrengo wa kulia ambacho kimepata ushindi mkubwa zaidi ni hiki ambacho nikitaja cha AfD, na chama hiki ni chama cha siasa kali za kizalendo, siasa za mrengo mkali wa kulia, na ambacho hakuna chama ambacho kilikuwa tayari au kimeeleza kuwa tayari kuungana na AfD. Kwa hivyo hivi sasa kilichobakia ni kwamba chama cha CDU kimeonekana kuwa hakina chaguo jingine isipokuwa kuungana na chama cha SPD kilichokuwa kikiongoza serikali ya vyama vitatu, SPD, FDP na hali kadhalika chama cha kijani. Lakini kama tunavyojua ni kwamba serikali hii ilianguka hata kabla ya uchaguzi ambao kwa kweli ulikuwa umetazamiwa kufanyika baadaye mwaka huu, lakini kabidi uchaguzi huu wa Februari 23 ufanyike mapema. Sasa nijibu swali lako ni kwamba Wajerumani ndio wametaka mabadiliko kutokana na hali mbaya ambayo umeigusia katika utangulizi wako, hali mbaya ya kiuchumi, na hivi sasa chaguo lililopo ni kwamba hali hii ya kiuchumi inaweza tu kupatiwa suluhisho au angalau kutatuliwa na kuweza kupiga hatua kutokana na ushirika wa vyama hivi viwili vikuu, vyama vya kiasilia, CDU na CSU kwa upande mmoja na chama cha SPD kwa upande wa pili. Hilo ndilo walilolichagua na ndicho ambacho kansela mtarajiwa Merz anajaribu kukifanya, na inaelekea kwamba kuna makubaliano kati ya pande hizo mbili, ingawa bado njia ni ndefu. Sawa. Mazungumzo yanaendelea. Njia bado ni ndefu, mazungumzo ndio kwanza yako katika hatua ya mwanzo. Bwana Salum Mzee kataja Mohamed vile kwamba inawezekana ikawa chama cha CDU ambacho ndio kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi huu 28%, kinawezekana kikakosa chaguo jingine isipokuwa kuunda serikali ya muungano na chama cha SPD, kwa sababu wamesha tamka wazi hawawezi hata siku moja kuunda serikali ya muungano na chama cha AfD, chama cha siasa kali. Hapa linakuja swali la sera za vyama hivi viwili ambazo tunafahamu kwamba
ni sera mbalimbali. Mmoja yuko zaidi upande wa wastani wa kushoto, mmoja yuko upande wa wastani wa kulia. Mirengo yao haifanani kisiasa. Maamuzi ya wananchi ya kukipa nguvu chama cha CDU yanaweka changamoto gani kwa CDU CSU katika kutafuta washirika hawa kuunda nao serikali? Hiyo swala kidogo vile linasumbua, kwa sababu wananchi, sifikiri mimi, wameamua kukipa nguvu chama cha CDU. Mimi nahisi wamegawika kama viongozi wao ndani ya nchi walivyogawika. Si rahisi CDU kuwa na 28% ikawa ndio kiongozi mkuu aongoze serikali. Lakini kwa hali iliyopo sasa hakuna uwezekano wengine, kwa sababu wengine wote waliobaki hawawezi kuunda serikali bila kuwa pamoja na chama cha AFD. Hiyo ndio shida, na mimi nahisi hasa kwamba labda ikiwa itaendelea hivi na itaendelea kuwa na mizozano ndani ya serikali na ndani ya nchi, kuhusu vipi nchi itaendeshwa, kwa sababu mizozo hiyo itakuweko, hata serikali hiyo tunaelewa itakuja itakuweko vile vile. Hakuna tofauti baina hizo mbili, kwa sababu yale ambayo mambo wanayotaka CDU ni yale ndio mambo ambayo walikuwa wanataka chama cha liberali, na ndio ambayo ni sababu ya kuivunja serikali, ndio kwa sababu ya kuvunjika serikali. Kwa hivyo na hii vile vile itatokea hayo. Kuna kitu kimoja tu kinawasaidia vyama viwili. Hakuna nchi moja ya Ulaya sasa hivi katika hizo nchi kubwa isipokuwa ya Uingereza ambayo inaendeshwa na hiyo katika mivorogano ya vyama vingi, na kwamba kila chama kinataka upande wake na kila chama kina sera zake, na hii walivyochagua wananchi wa Ujerumani. Hivi ndivyo walichagua wananchi na sehemu ya Ujerumani ambao zamani ilikuwa Ujerumani ya Mashariki. Sasa kuunda serikali basi waunde na AFD. Bwana Salum Mzee, mwanzo kabisa Dr. Mwilima katika swali langu nililomuuliza ikiwa yeye ana matumaini kiasi gani kwamba serikali inaweza kupatikana kabla ya Pasaka kama anavyopendelea mwenyewe Metz, alionyesha kuwa na matumaini Dr. Mwilima kwa sababu alizozitaja mbalimbali, lakini vile vile mimi ninajiuliza, ambapo nakuuliza wewe hivi sasa, hii SPD unafikiri kinaweza kuwa tayari kuelemea siasa za mrengo wa kulia na kuachana na ajenda zake ili kuwa washirika wadogo ndani ya serikali na hatimaye watu wakapata serikali ndani ya kipindi hicho anachokitaja bwana Metz? Bila shaka katika historia yake SPD imefanya hivyo, imeunda serikali na CDU wakati mbalimbali, lakini wakati wote walipounda serikali na CDU hawakuvurugwa hivi katika uchaguzi. Wakawa wamevurugwa nusu, 16%. Haijapata kuwa katika miaka 150 ya umri wa chama hiki, maana ndio chama cha kikongwe kabisa cha Ujerumani. Haijapata kutokea hivi, kwa sababu ndio nacho hisi mimi naona wana sita wa viongozi wengi wa Social Democrats kwamba tumevurugwa hali hii. Haina haja sisi kuingia serikalini. Wakati uliopita ulikuwa nafikiria 17 walikataa kuingia katika serikali, waingeunda serikali ya CDU, walikataa kuingia. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba mwisho wake utaishia na uchaguzi mwingine na uchaguzi tena. Mimi sidhani kwamba kuna uwezekano wa kuunda serikali na vyama hivi viwili, sera zao hivi sasa mbali. CDU imevuruga na kwa maksudi imeiga siasa ya sera za kulia kwa maksudi ili iingie katika uongozi. Sasa ushaingia kwa uongozini kwa siasa hizo, kwa nini huungane na wale watu ambao unahisi wao na siasa kama zako? Sasa nije kwako Sheikh Mohamed, nikichukulia hapo alipoachia bwana Salum Mzee, ikiwa SPD itashindwa kukubaliana na CDU na CSU, kuna mbadala wa kuunda serikali au ndo kama anavyosema bwana Salum Mzee anachoona yeye ni kwamba kutakuwa na uchaguzi mwingine tu? Kutakuwa na mtihani mkubwa, kwa sababu vyama vingine vilivyobaki ni chama cha mrengo wa shoto kinachojulikana kama Die Linke na kile cha kijani, na tayari ndani ya CDU kuna
maoni tofauti, kuna mvutano kuhusu kuungana na chama cha kijani. Baadhi ya viongozi wa CDU walishaeleza kwamba hawatakuwa tayari kuungana na chama cha kijani. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba uwezekano wa kuwa na serikali ambayo itakuwa ni serikali yenye wingi mchache kwa siasa za hapa Ujerumani, hilo haliwezekani. Na nafikiri kwamba kama alivyosema Abdallah Salim Mzee, ikiwa mazungumzo yatavurugika na kuvunjika kati ya SPD na CDU na CSU, nafikiri hakutokuwa na chaguo jingine isipokuwa kuitisha uchaguzi mwingine. Lakini uchaguzi huu mwingine mkuu pia unaweza ukawa na athari zake zaidi kuliko hali tunaoishuhudia hivi sasa, na sio kwa SPD peke yake, lakini hata kwa chama cha CDU. Lakini kwa kumalizia kidogo, labda nigusie hii hali ambayo imetajwa au hali iliyotokeza ya kukitenga kabisa chama cha AfD. Mimi sikiungi mkono kabisa chama hiki ambacho kina siasa za kibaguzi, siasa ambazo zinapinga wahamiaji na hali kadhalika. Lakini nasema kwamba demokrasia ya Ujerumani inabidi iangaliwe upya, ina utata kidogo, kwa sababu hiki ni chama ambacho kimekubalika kikatiba, na kufikia hali hii ya kuwa na wingi mkubwa huu wa kura ni maamuzi ya umma. Kwa hivyo inaposemekana kwamba hiki chama sisi hakitufai kuungana nacho, nafikiri demokrasia yenyewe ina tatizo. Ikiwa chama hiki kinaonekana kwamba ni kitisho kwa usalama wa taifa na umoja wa kitaifa, nafikiri ingechukuliwa hatua ya tangu awali, au hatua inaweza kuwa ya manufaa kwa taifa hata hivi sasa, kusema kwamba chama chenye msimamo wa aina hii hakitufai na hakiruhusiwi kuwemo katika siasa za nchi. Lakini chama kinapokubalika, nafikiri ni kinyume na hali jumla kikatiba na kidemokrasia. Nasema hivyo kwa sababu kuna chama chenye msimamo kama hiyo, mfano Italia, lakini kimeshinda uchaguzi na kimeweza kuunda serikali, ingawa serikali yenyewe ni ya muungano pamoja na vyama vingine. Na hali kadhalika kuna nchi kama Hungary ambayo pia ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, ambapo chama kinachotawala cha waziri mkuu Viktor Orban ni chama ambacho kina siasa hizi zinazofanana na za AfD, lakini kinaendesha serikali kwa sababu na nchi jirani pia Austria ilikuwa nakuja katika hilo. Sasa kwa hivyo ukiangalia hali ya Ujerumani inafanana na hali ambayo inaendelea huko Ufaransa. Na tunapobakia hapa Ujerumani, nafikiri swala hili linabidi kuangaliwa kwa jicho pana zaidi pale inapozungumzwa demokrasia na kuheshimiwa kwa katiba.